Hii ni programu endelevu ambayo TASAC tunaitoa, lakini ni msisitizo kulingana na tukio ambalo tayari limeshajitokeza la ajali ya boti MV Talawanda, boti ya mizigo ambayo ilitokea bandari ya Pangani. Kimsingi ni kwamba tunasisitiza vyombo vyote vya usafiri kwa njia ya maji vinapaswa kuwa vimesajiliwa na kuthibitisha ubora na mamlaka husika ambayo ni TASAC. Na katika kufanya hivyo, maana yake vyombo hivyo vinapewa usajili kulingana na shughuli ambazo wanatakiwa kwenda kuzifanya. Ni kama kusajili, ikiwa chombo kinaweza kusajiliwa kufanya kazi ya mizigo, kubeba mizigo, chombo kinaweza kusajiliwa kufanya kazi ya uvuvi, chombo kinasajiliwa kufanya kazi ya starehe na kadhalika. Kwa hiyo chombo ambacho kimepata tukio la ajali tarehe 14 ni chombo cha mizigo ambacho kilisajiliwa kwa ajili ya kubeba mizigo. Kilitokea hapa bandari ya Pangani kikiwa kinaelekea Mkokotoni, lakini kwa bahati mbaya kilipoteza uelekeo kulingana na hali ya hewa, na hiyo yote ni kwamba manahodha hawakuzingatia utabiri wa hali ya hewa ambao tunaendelea kusisitiza mara kwa mara. Baada ya hapo kikawa kimezama, lakini chombo kwa taarifa za bandari kilikuwa na wafanyakazi 6, maanake nahodha na mabaharia wake 6. Lakini baada ya kupata ajali chombo kimeonekana kuwa na watu zaidi ya wale ambao walitoka nao bandari ya Pangani. Maanake chombo kimeonekana kuwa kilikuwa na abiria 12, katika maana kilikuwa na watu 12, maana kwamba mabaharia 7 na 5 kama watu kama abiria wa kawaida. Kwa hiyo kimsingi kwamba kwa kuzingatia taratibu za usajili wake, na maana chombo hicho kimekiuka utaratibu na kilibeba abiria kinyume cha utaratibu. Sasa kimebeba eneo gani? Maana kutoka bandari ya Pangani wanaweza kuwa wana shortcut mbalimbali, wanaweza kaingia kwenye cluster au bandari nyingine bubu kama Ushongo na kadhalika. Kwa hiyo kwa ufupi, taarifa tuliyopata kutoka kituo chetu cha utafutaji na uokoaji kwamba abiria watu 7 waliokolewa na taasisi zetu za utafutaji na uokoaji ambayo ni KMKM wakishirikiana na vikundi vya manahodha Ushongo na sehemu nyingine. Lakini watu 3 bado hawajaonekana, lakini miili miwili inasadikika imeonekana maeneo ya Mkokotoni. Msisitizo kama TASAC tunasisitiza kwamba vyombo vifanye kazi kulingana na leseni ambazo wamepewa na usajili ambao wamepewa. Tunachokiomba sisi kubwa kwamba aidha uongozi au kwamba serikali yenyewe kwamba itoe elimu juu ya wafanyabiashara ili kuepuka hizi changamoto ambazo sio za lazima. Kwa sababu tunaamini kwamba kwa mfano kama juzi ajali imetokea, kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao wamepakia mizigo yao jahazi nyingine, wamesalimika, mizigo imepotea lakini wenyewe wamesalimika. Lakini wale ambao walikuwa ni wang'ang'anizi wamepotea wao na mali zao.